الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، nakuhusieni kwanza kama inavyostahiki nami kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna lilmuttaqina mafaza, kweli hakika watakaofuzu siku ya kiyama ni wale watakaokuwa cha Mungu. Ibadallah, kama tunavyojua ndugu zetu katika nchi mbalimbali katika dunia hii wameweza kukusanyika katika mji wa Maka kwa ajili ya kutekeleza nguzo muhimu ya Uislamu, kuhiji katika nyumba ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na sisi tuliokuwepo huku tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wale wote waliokwenda hija mwaka huu awakubalie hija zao, awafutie madhambi yao, awakubalie dua zao, warudi katika miji yao hali ya kuwa ni wenye amani, aminina salimin. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kujalia mwezi huu kuwepo katika swala zima la hija, na sisi tuliobakia Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia katika mwezi huu baraka na vifurushi vya kheri vinavyopatikana katika siku hizi ambazo kwamba tunazokwenda nazo. Katika siku mbili zilizomalizika tumeweza kushuhudia masiku yaliyokuwa bora kabisa, masiku 10 ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza katika Qur'ani kwa kuyapia masiku hayo, baada ya kusema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wal fajri wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku haya kutokana na utukufu wake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kuyaelezea sana masiku haya kutokana na ubora wake na fadhila zinazopatikana katika masiku hayo 10. Mtume aliwahi kusema kwamba hakuna masiku bora ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali au anazifadhilisha fadhila zinazopatikana katika siku hizo kuliko siku hayo 10. Kwa hivyo kheri iliyoje kwa wale ambao kwamba wameweza kuyafanyia kheri, kuweza kuyafanyia mambo mazuri masiku haya, kheri zinapatikana na kheri zinakuke kwao. Ibadallah, baada ya masiku hayo 10 Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia siku kuu hii ya Idi, Eidul Adha. Ndani ya siku hii ya Idi kunapatikana swala zima la kuchinja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna amali iliyokuwa bora zaidi katika siku hizi 4 zaidi ya siku hili swala zima la kuchinja. Kwa hivyo wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia uwezo wasifanye ajizi katika swala hili la ibada la kuchinja. Bado siku tunazo, kesho itakuwa ndo siku ya mwisho. Kwa wale ambao kwamba wametiania kufanya swala hili la kuchinja, basi walitekeleze ili wapate kheri ambazo kwamba zinapatikana katika swala hilo. Ibadallah, khutbatuna liyawm, khutba yetu ya leo tutakumbushana kidogo kutokana na mambo yanayopatikana. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia
la tahrikanna min alma'rufi shay'a. Hutuba yetu ya leo tutazungumzia usidharau jambo lolote katika wema. Jambo lolote utakaloliona hili ni jema, basi ndugu Muislamu, lifanyie haraka. Huenda kwa wema huo utakaofanya inaweza ikawa ndio sababu ya kwako wewe, ikawa ni sababu ya kuweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kulizungumzia swala hili amepigia mifano mbalimbali katika maelezo yake, kuonyesha kuna baadhi ya watu wamefutiwa madhambi yao, kuna watu baadhi yao wameweza kuahidiwa pepo hali ya kuwa hapa duniani kutokana na wema ambao kwamba walioufanya hapa duniani. Miongoni mwa wema huo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokwenda katika safari yake Mi'raj, alisikia nyayo za Saidina Bilal. Alipokuwa akikagua pepo, aliziweza kuzisikia nyayo za Saidina Bilal. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishangaa kwamba Bilali, mimi nimemwacha duniani, leo hii nazisikia nyayo zake huku peponi, kwa jambo gani alilolifanya? Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyorudi baada ya salatu subuhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Saidina Bilal, na maelezo hayo yanatuelezea kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume rehma na amani zimshukie juu yake alisema, ya Bilal, e Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. E Bilal, hebu ni hadithie amali gani ambayo kwamba unaitarajia, au amali gani ambayo kwamba unaifanya ni kubwa katika Uislamu. Fa inni sami'tu dafana alayka fil janna, fa inni sami'tu dafana alayka baina yaday fil janna, kwani hakika mimi nilipokuwa ninakagulishwa pepo niliweza kusikia nyayo zako. Qal, Bilali akasema, ma amiltu amalan arja indi ya Rasulullah, mimi sijafanya amali iliyokuwa kubwa au sitarajii kufanya amali iliyokuwa kubwa, min anni lam atatahhar tuhuran, kwamba hakika mimi ninapokuwa ninachukua udhu fi sa'atin min al-lailin au an-nahar, wakati wowote ambao kwamba ninauchukua udhu, ikiwa ni usiku au asubuhi, fa inni sallaitu bidhalika tuhur, kwani hakika mimi ninaswali raka mbili kwa kupitia huo udhu ambao kwamba nimeutia. Fa inni sallaitu bidhalika tuhur ma kutiba li an usalli, kwani hakika mimi ninaswali rakani takazojaliwa kuswali kwa kupitia huo udhu ambao kwamba ninauswali. Kwa kwetu sisi, mimi na wewe, tutaliona ili swala ni dogo ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam lilimshangaza kwa kupitia Bilal, kwamba Mtume yeye alikuwa halifanyi hili, lakini Bilali alikuwa analifanya, kwamba kila anapokuwa anatia udhu yeye alikuwa na swali ima raka mbili au raka nne, raka mbili za udhu. Kwa hivyo tutaliona swala hili mimi na wewe ni dogo, lakini ndilo ambalo kwamba lilomfanya Saidina Bilal kuweza kubashiriwa pepo hali ya kuwa yeye yupo hapa duniani. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tusifanye ajizi mimi na wewe, ili swala mimi na wewe bado tunaliweza, muda tunao, tudumu katika swala zima la udhu. Na vile vile utakapokuwa unadumu na udhu, maswala haya ambayo kwamba yamejaa maradhi, matatizo madogo madogo, Allah subhanahu wa ta'ala anakuepushia kutokana na swala zima la kudumue na udhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupigia mifano mambo ambayo kwamba yanamwezesha mtu kuweza kuipata pepo au kufutiwa dhambi zake, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa kupitia Abi Huraira, bainama rajulun yamshi bitariqin, wakati siku moja kijana mmoja alipokuwa akitembea njiani, ishtadda alaihi al-atash, alikuwa anatembea masafa marefu, kiu ilikuja kumbana. Ishtadda alaihi al-atash, kiu ilimbana vizuri sana. Fawajada bi'ran, kwa bahati nzuri katika njia aliyokuwa anatembea, fawajada bi'ran, akakuja kukikuta kisima. Fanazala fiha fashariba, yule bwana yule baada ya kukikuta kisima, kwa vile ana kiu, akateremka katika kisima akanywa maji kiasi ambacho kwamba alichojaliwa kunywa. Thumma kharaja,
kisha akawa anatupo katika process za kutoka. Fa idha kalbun yalhath yaakulu thara min al-atash, wakati alipokuwa anatoka bwana huyu alikuja kumwona mbwa kiu kina yeye kimembana, mdomo umemtoka. Yakulu thara min al-atash, anakula ule udongo umajimaji ili na wewe aweze kupata umajimaji. Yule jamaa akasema, faqala rajul, yule jamaa baada ya kumwona yule mbwa akasema, laqad balagha hadha alkalbu min alatash mithlu alladhi qad balagha minni, kweli hakika huyu mbwa kimemfika kiu ambacho kwamba kama kile ambacho kwamba kimenifika mimi. Fanazala fil bi'r famalaa khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi, yule bwana kuiona nini picha ile anayoiona kwa mbwa, akateremka tena kwenye kisima, akavua kiatu chake cha ngozi ambacho kwamba kinaitwa khofu, akakijaza maji, kisha akaja nacho mpaka juu, akamnywisha yule mbwa. Fashariba fashakara Allahu la, yule mbwa akanywa yale maji, baadaye akamshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na tukio lile. Faghafara lahu, Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na tukio lile yule kijana alolifanya la kumnywisha mbwa maji. Mimi na wewe tutashangaa, mbwa anaweza kunywisha maji na akaweza kusamehewa madhambi yake? Basi yule Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe madhambi yake kutokana na kitendo alichokifanya cha kumnywisha mbwa maji. Masahaba wa Mtume wakauliza, qalu ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Akasema, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna lana fil bahaimi la ajra, na sisi kwa kupitia hawa wanyama tuna ujira wowote ambao kwamba tunaupata? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fi kulli kabadin ratbin ajra, kwa kila kiumbe ambacho kwamba mwili wake unatuta ukaweza kukifanyia huruma, ukifanyia ihsan, basi na wewe utakuwa unapata na ujira. Cha kushangaza, ndugu zetu ambao kwamba mtu namuona mnyama wake yeye mwenyewe binafsi, ambaye kwamba ndiye anempatia riziki mnyama yule, hampi chakula cha kutosha, anamtesa, anamuumiza, mpaka inakuwa ni shida kwake. Kwa hivyo tutambue ya kwamba, ndugu wa Kiislamu, tutakapokuwa tunawafanyia huruma wanyama, basi inawezekana ikawa ni sababu ya mimi na wewe kuweza kuipata pepo. Kwa hivyo tusije kudharau jambo lolote miongoni mwa wema. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupigia mifano mbalimbali anasema, nimemuona jamaa katika pepo anazunguka katika kupata neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo gani alilolifanya? Alikuja kukata mti ambao kwamba ulikuwa unawakera Waislamu. Kwa kuondosha ule mti, kuondosha udhia kwa Waislamu wenzake, imekuwa na yeye ndio sababu ya yeye kuweza kuipata pepo. Ndugu Waislamu, kwa kweli mambo haya tunayoeleza unaweza ukayaona madogo, lakini inawezekana kutokana ukafanya mambo haya kwa ikhlas, jambo lolote ambalo kwamba la wema ukalifanya wewe na wewe kwa ikhlas, basi inawezekana ikawa ni sababu ya kwako wewe au kwangu mimi ikawa ni sababu ya kuipata pepo. Siku moja Bibi Aisha anatuelezea katika Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuelezea mafumu yake, alikuja Bibi Aisha, bibi mmoja na watoto wake wawili. Alivyokuja bibi yule na watoto wake wawili, Bibi Aisha ile picha alivyoiona ya yule bibi pamoja na wanawe, akajua kama hawa watu bibi na wanawe wote wana njaa. Bila ya kueleza chochote, Bibi Aisha na wakati huo ndio yupo katika nyumba ya Mtume, akaingia ndani, akatafuta chochote ambacho kwamba anaweza kuwasaidia yule mama pamoja na watoto wake wawili. Kwa bahati nzuri au mbaya, alivyoingia ndani akabahatika kuweza kupata tende 3. Bibi Aisha baada ya kuzichukua zile tende 3 akaja kumletea yule mama ili aweze kupata riziki kutokana na ile hali ambayo kwamba aliyokuwa nayo yeye pamoja na wanawe. Yule mama baada ya kupewa zile tende zake, zile tende 3, 2 katika zile tende akawapa wanawe. Bibi Aisha
Ile tukio analiona mbele yake wakati yeye ashamkabidhi mama tende zile. Baada ya kuzigawa mama yule tende 3 kwa wanawe, ikabakia moja. Kawaida inavyotakiwa, au kawaida mimi na wewe tunavyojua, na yeye lazima atakuwa ile moja. Lakini mama kutokana na huruma, kuwafanyia huruma wanawe, kuona yeye bado wale wanawe hawajatosheka na zile tende, na ile tende yake moja yule mama akaigawa mara 2, akawapa tena wanawe. Lile swala lile bibi Aisha lilimstajabisha sana, akashangaa. Baada ya kuondoka yule mama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyorudi, bibi Aisha akamuelezea lile tukio ambalo kwamba lililokuja kwa wakati ule katika nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Aisha, unashangaa kwa swala hili ambalo kwamba uliloliona? Basi Mtume akamwambia, inna Allaha qad aujaba laha bil janna, kwa kutokana na tukio lile la mama kuageia ile tende moja wanawe waliobakia ile, basi ikawa ndio sababu ya kwake yeye kuweza kuwajibishiwa kwake yeye kuweza kuingia peponi. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, tutambue ya kwamba hata mtu kuwafanyia ihsan, kuwafanyia wema familia yake, inawezekana ikawa ndio sababu ya kwake yeye kuweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa wazee wa sasa hivi, isio unafanyia ukawa unawadekeza, manake ni mambo mawili tofauti hayo. Wazee sasa hivi wamekuwa wanawadekeza watoto wao. Imekuwa watoto sasa hivi hawasikii wazee wao, wala wakiambiwa hawaambiliki. Unatakiwa ufanyie ihsan ili na wewe uweze kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ومن استنى بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقى وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا عباد الله أن خير الكلام جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وارض عن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي صحابته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر اللهم من نصر الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافي فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وسدده بتسديدك وأصلح بطانتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.